Halo tena, kwenye skrini yako, unaona hatua ya kufunga sanduku. Ujumbe wa njano ulioangaziwa, unawafundisha mafundi kuhakikisha vifaa vyote vinavyohitajika kupakia masanduku 12 ya kadibodi na masanduku 10 ya kit kila mmoja. Hatua ya 6.1 inaelekeza kupakia au pakiti masanduku 10 ya kit kwenye kila sanduku la kadibodi. Hatua ndogo ya kwanza ni kufundisha muhuri, sanduku la kadibodi na mkanda wa bob kulingana na utaratibu. Kwa kuwa alisema kampuni hii pia ina utaratibu wa mafunzo jinsi ya kupiga masanduku ya kadibodi. Hatua ndogo inayofuata, nambari 2, inaelekeza kuomba lebo za sanduku la kadibodi kwenye kila sanduku la kadibodi. Hatua ndogo inayofuata inaelekeza kurekodi jumla ya idadi ya masanduku katika safu inayofuata kwa shughuli. Hatua hii pia inataja mwishoni kwamba idadi ya jumla ya masanduku inapaswa kuwa 12. 6.2 hatua tena ni kuchukua lebo ya sampuli ya sanduku la kadibodi iliyobandikwa hapa kwa ufuatiliaji. Hatua hiyo hiyo tunafanya kuweka lebo ya sampuli ya kila sehemu ya sanduku la kit na ufungaji wake wa msingi wa sekondari ya matangazo kwa kutolewa kwa soko. Kwa mfano, tulitumia lebo kwenye sindano na katika hatua hiyo tulibandika sampuli ya lebo hapo. Tulirudia mchakato huo huo tulipokusanya masanduku ya kit na kuweka lebo moja ya sampuli katika hatua hiyo pia. Vivyo hivyo, sisi sasa kufunga masanduku ya kit kwenye masanduku ya cardboard. Kwa hivyo, lebo moja ya sampuli ambayo iko kwenye masanduku ya kadibodi itabandikwa hapa. Hii ni ufuatiliaji na sehemu ya kufuata. Kwenye skrini yako sasa, moduli inayofuata ya 7 ni ya kulainisha. Ujumbe wa rangi ya manjano unafundisha waendeshaji na mafundi ambao wanatekeleza jukumu la kupakia masanduku kwenye pallet. Waendeshaji wanahitaji kuhakikisha kwamba wana sifa na wamefundishwa juu ya utaratibu huu. Hii ni dhahiri kwamba kampuni hii ina mafunzo ya usalama kwa ajili ya kupakia masanduku kwenye pallets. Hatua ya 7.1 inaelekeza kupakia masanduku 12 ya kadibodi kwenye pallet. Hatua ndogo ya kwanza ni kuuliza verifier kuthibitisha kwamba pallet ina idadi sahihi ya masanduku ya cardboard. Hatua ndogo inayofuata inaelekeza kufunika masanduku yote 12 na kufunika kwa kupungua na kuziba pallet kulingana na mafunzo fulani kampuni hiyo tayari imetoa, ambayo ni SOP 478. Katika safu ya shughuli, mwendeshaji atarekodi jumla ya idadi ya masanduku ya kadibodi na verifier itathibitisha na ya awali na tarehe. Hatua namba 7.2 ni tena sampuli ya lebo ya pallet kwa ufuatiliaji na sehemu ya kufuata. Sehemu muhimu zaidi na shughuli zote za utengenezaji na ufungaji ni upatanisho mwishoni. Katika sekta yetu kwa mgonjwa na usalama wa dawa, hatutaki masanduku yoyote ya mabaki yasiyotumika ya dawa, lebo yoyote ya dawa huko nje ambayo inaweza kutumika kwa njia ambayo inaweza kuathiri usalama wa mgonjwa. Kwa hivyo, mazoezi ya GMP ni kuharibu vifaa muhimu visivyotumika kama kufuata chini ya udhibiti wa 2. Mthibitishaji atathibitisha kutupa sahihi baada ya upatanisho. Kwa mfano, masanduku 130 ya kit katika nambari ya mstari wa vifaa 4 yalitolewa, 120 yalikuwa yamejaa, 10 ya ziada yalitolewa ikiwa tu ya kosa. Sanduku hizi za ziada sasa zitahesabiwa na kuharibiwa au kukatwa chini ya uthibitisho. Vivyo hivyo, nyingine zote zilizoachwa juu ya vifaa zitahesabiwa pia na kutupwa chini ya uthibitisho, kwa hivyo haziwezi kutumika kwa madhumuni mengine yoyote ambayo ni
sehemu kuu ya kufuata. Sehemu hii kwenye skrini yako ni ya kuhifadhi sasa, kwani una masanduku yote ya kadibodi tayari na masanduku ya vifaa vya sindano ndani yake yaliyopakiwa kwenye pallet. Sehemu hii ya inawaagiza mafundi kusubiri kwa wafanyikazi wa ghala kuja kuchukua pallet iliyopakiwa ya kwa uhifadhi kwenye ghala chini ya hali maalum ya kuhifadhi. Hatua ya 8.1 inaelekeza mafundi kusonga pallet kwenye eneo la kuhifadhi iliyoundwa ndani ya sakafu ya utengenezaji. Hii inamaanisha tu kwamba kuna chumba na hali maalum ya joto ambapo ungeweka pallet hii. Kwa wakati huu, habari kwa idara ya ghala hutumwa na msimamizi wako na mtu anapaswa kuwa njiani kuchukua pallet iliyopakiwa ya kwa uhifadhi. Hatua ya 8.2 inaelekeza kwamba wafanyakazi wa ghala watasaini hapa katika safu hii kukiri kwamba amepokea iliyopakiwa pallet kutoka idara ya utengenezaji. Wafanyakazi wa ghala pia wataandika nambari ya lebo ya pallet katika sehemu hii kwa ufuatiliaji. Baada ya hatua hii, jukumu lako la shughuli za limekamilika. Hii yote ni kwa ajili ya mchakato wa kampuni yako ya inaweza kuwa na sanduku la kit na vitu vichache ndani yake ambavyo unaweza kuwa navyo kukusanyika, au kampuni inaweza kuwa kuweka lebo kwenye vial na kuziweka kwenye karton ndogo kama kwenye bidhaa ya kujidunga, au inaweza kuwa mchanganyiko wa vidonge 3-4 tofauti pamoja kwenye kifurushi cha kipimo, lebo iliyotumika. Haijalishi mchakato ni nini, bila kujali ni nini ufungaji. Sasa unaelewa muundo wa unajua kwamba vifaa vyote lazima ni waliotajwa katika BOM. Unajua kwamba lebo moja ya sampuli ya lebo anuai itabandikwa kwa ufuatiliaji. Umejifunza kanuni za pato la taifa. Unajua mazoea mazuri ya utengenezaji na fanya kile kilichoandikwa, andika kile ulichokifanya. Zaidi ya hayo, kagua lebo kwa usahihi ya jina la bidhaa za dawa, nambari nyingi, rangi ya lebo, maelezo haya yote jambo. Kwa sababu hata rangi ya vifaa vya ufungaji, saizi ya fonti na habari nyingine muhimu kwa kitambulisho cha bidhaa ya dawa imewasilishwa na kurekodiwa katika faili za FDA. Na lazima daima kuzingatia kwa vigezo hivyo, vinginevyo kampuni inaweza kuwa na wito bidhaa nyuma kutoka soko, hata katika kesi ya kosa ndogo kwamba si alig na nyaraka filed. Unapata picha kubwa zaidi. Kwa muda mrefu kama wewe makini na kufuata taratibu na nidhamu, wewe ni bora kuliko kubeba wastani katika sekta hii katika suala la nzuri viwanda fundi. Hebu tuhamie kwenye ukurasa wa mwisho wa Halo tena, asante kwa kushikamana nasi, kuelewa dhana na kuja mbali na sisi. Sasa, angalia ukurasa huu. Hii ni kawaida moja ya kurasa chache za mwisho za Umejifunza kuhusu kupotoka katika darasa la istilahi pia. Tena, kwa ukumbusho wako, chochote ambacho hakiendi kama ilivyokusudiwa wakati wa mchakato wa utengenezaji ni kupotoka, ambayo lazima irekodiwe hapa na maelezo mafupi na kuwasilishwa kwa msimamizi pia. Hiyo ndiyo yote. Sehemu ya chini sana ni kwa historia ya Wakati wowote ikiwa kuna sasisho kwa hata kama marekebisho ya makosa ya tahajia kutoka wakati iliundwa kwanza. Kila wakati kitu kinabadilishwa, toleo lingine litaundwa na sababu ya mabadiliko itatajwa hapa katika hii. Hii ni sehemu ya ufuatiliaji ambayo inahitajika na FDA. Tumejadili sehemu ya ufuatiliaji tena na tena. Sasa umekamilisha kwa mafanikio kazi yako ya 3 na ya mwisho, na ujue mchakato wa pia. Kwa kutumia tu vitengo vya bidhaa za dawa, sio lebo na vifurushi bado. Katika mafunzo haya ulijifunza
jinsi ya kutumia lebo kwenye vitengo vidogo vya madawa ya kulevya kama sindano kwa upande wetu, na mwishowe tulizifunga na kuziweka kwenye pallet tayari kusafirishwa kwenye soko. Hii ndiyo yote ungefanya ikiwa utaishia kufanya kazi kwa kampuni hiyo inafanya tu shughuli za ufungaji. Unahitaji kuelewa sehemu fulani za kufuata, mahitaji ya FDA. Jifunze kuwa fundi mzuri pamoja na uelewa wa mchakato. Kwa muda mrefu umeelewa kanuni za GMP na GMP. Zinaelewa umuhimu wa kujaza magogo, kuunda ufuatiliaji kamili, kufuata mafunzo, kutotekeleza chochote ambacho hujafunzwa. Hakikisha kufanya mazoezi, kuangalia kila wakati na kusafisha vitambulisho vya vifaa kabla ya kuzitumia kwa usalama wa madawa ya kulevya. Haya ni makosa ya kawaida ambayo hutokea siku na siku nje katika sekta yetu. Kama unajua na kuelewa na kufanya mazoea haya sehemu ya profile yako ya kitaaluma, basi wewe ni tayari mbele ya mchezo katika taaluma yako na fundi thamani kwamba kampuni ungependa kuweka. Umekamilisha kwa mafanikio mafunzo ya fundi wa viwanda na kuwa na ufahamu kamili wa majukumu yako ya kazi. Hongera na asante kwa kuja hapa na sisi. Wewe ni sasa tayari kwa ajili ya kazi mpya ya kusisimua kama fundi wa viwanda. Mshauri wako hivi karibuni atawasiliana na wewe kuanza safari yako ya maombi ya kazi. Asante kwa mara nyingine tena.